ni siku ya maadhimisho ya mabaharia duniani, ambapo siku hii imeadhimishwa kwa mambo mbalimbali, ikiwemo maonyesho ambayo yamefanyika katika pale kiwanja cha Maisara kuonyesha kazi ambazo wamezifanya mabaharia hawa, na pia siku hii imeadhimishwa kwa kuwatembelea ambao wamepata majanga katika kazi yao ya mabaharia. Tumepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya mabaharia ambao wamepata ajali katika kazi yao, walikuwa na haya kusema. Sasa napenda kuwashukuru wenzetu wa ZMA kwa kuweza kuwabaini na kuwaibua waathirika hawa ambao walipata matatizo wakiwa wanafanya kazi ndani ya meli, na katika baada ya kuwaibua wakaandaa mpango maalum wa kuweza kufanya mazungumzo nao, lakini na kuweza kuwapatia asante chochote kama kipoza tu kwa ajili ya maathirika ambao wameyapata kutokana na shughuli yao. Hii yote ni kwa kutambua mchango wa mabaharia ambao walikuwa wakiufanya katika shughuli zao za kila siku. Kumbuke kwamba 90% ya shehena zote zinazosafirishwa duniani zinasafirishwa kwa njia ya meli. Kwa hiyo mabaharia hawa ndio wamekuwa wakitumika kwa sehemu kubwa katika kufanikisha usafirishaji wa mizigo hiyo. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo wameweza kukutana nazo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumeweza kuwafariji, lakini vile vile sisi kama serikali tumesisitiza jinsi gani ili katika kutatua matatizo kama haya kuhakikisha kwamba mabaharia wote wanakuwa na mikataba sahihi ya kazi. Lakini pia tumeamua kuweka mashirikiano ya kufanya kazi kwa karibu baina ya sisi serikali, wamiliki wa meli pamoja na mabaharia kupitia vyama vyao, ili tuweze kushirikiana tu pale pindi tatizo linapotokea, sisi serikali pamoja na wamiliki wa meli tuweze kuyatatua matatizo hayo mapema iwezekana. Meli na kila kitu. Nashukuru sana wakurugenzi kwa kuweza kudipatilia kidete swala kama hili. Nashukuru sana kuweza kupata hiyo fursa kama kuja kumwapa kwa faraji watu, na namshukuru sana mkurugenzi kwa mara nyingine kwamba kutoa changamoto, kwa sababu shirika hili la bandari lina mambo mengi, hususan kama sisi ZASU hawajatutendea haki mpaka sasa hivi, lakini tunategemea kwa hawa waliokuwepo baina ya ukurugenzi na waziri wataweza kututendea haki kwa kazi zetu zilizopotea pale bandarini. Kazi zetu zimepotea bandarini na mkurugenzi kishakuwa nalo hilo, lakini na imani kwamba ataweka historia kwamba aweze kulitatua hili la kwetu la ZASU na tukaweza tukapata kazi zetu, aweze kulitatua hili la hapa la hawa wanani walipata ajali melini, akaweza kuwatatua, basi ataweka historia moja kubwa sana, kama alivyosema Ali Hassan Mwinyi kwamba unatakiwa ukiondoka ndani ya madaraka uweke alama. Basi mama hawa watatuwekea alama kubwa sana, kwa sababu kuna vitu viwili ambazo vimekuwa kama michachu ambayo wameshapita wakurugenzi wengi sana, wameshapita mawaziri wengi sana katika pale, lakini yeye yuko changamoto na yuko faster kwa kuweza kufuatilia swala hili hatua kwa hatua, kuweza kutufuatilia hata sisi ZASU hatua kwa hatua, kama umevyosikia ndani ya nani hapo ndani ya mkutano au kwa ndani ya kwa faraja kwamba wameambiwa mpaka wale mashirika ya meli zote zitafuatiliwa na zitawekwa katika standard, kwamba wazijue vyama vyao, wazijue miongozo yao, wajue taratibu zao, wajue mikataba yao, ili wapate kuwa wakifika ndani ya meli wasiweze kuwa na doubt yoyote, wakaweza kuwa wakapotea bila. Ona, hayo ndio yangu machache tu. Namshukuru sana mkurugenzi sana kwa kuweza kufikia hatua kama hiyo. Ambalo limenishangaza kwa sababu sikuelewa kwa nini, kwa sababu kila injury na nafasi yake shanifahamu, lakini mimi niliamuru kwamba ufuate na kazini. Kwa hiyo kifungu ambacho nilicholipwa mimi ile inani wenyewe fidia sicho ambacho nilitakiwa siendi kazini, kwa sababu mimi kama siendi kazini nilitakiwa nilipwe 100% ile compensation yangu, lakini kilichotumika nikatumiliwa kifungu ambacho 29%, 30% kifungu
Sasa kile hakikunifanya mimi niridhike kama wanavyosema watu kwamba labda ukurizika au uliona kwamba sio swala zuri la kufanya, labda huipendi kampuni. Isipokuwa nilichofanya mimi kwamba nilicholipwa, kwamba baada ya kulipwa utakapopata umeshapewa majeraha unatakiwa moja kwa moja urudi kazini. Lakini baada ya kurudi kazini kaletewa tena janga jingine, naambiwa bwana, cheti cha hospitali kinaambiwa wewe ni unfit. Sasa unfit kwa kawaida inachosema kwamba unfit kwa kawaida inakuwa ni 100%. Lazima unatakiwa ulipwe 100%. Sikuweza kulipwa, lakini hata hivyo naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na naishukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na marais wetu hawa na viongozi wetu wote ambao wametongezea washa hii ya siku ya leo na kuadhimisha masuala yetu, kwamba tunaamini iko katika harakati za kutengenezea compensation zetu au haki zetu tutazipata. Kwa tunachoshukuru kwamba Mwenyezi Mungu awape afya njema pamoja na sisi sote, ili tuweze kufika ile siku ya kuwa sote kila mtu anapata haki yake, kwa sababu swala la kibaharia sasa hivi si swala tena kama la zamani, labda swala la kiuni, ni swala la sasa hivi la kimataifa. Sisi tunakwenda na wengine wanakuja, tunategemea watoto wetu, ndugu zetu, na kama mnavyoona sasa hivi hata kina mama nyinyi wenyewe sasa hivi mnakuja kwa wingi. Kwa hiyo ni swala ambalo sasa hivi haki za binadamu zinaenda hata kila haki za kina mama. Kwa sasa hivi tunachoomba kwamba serikali iandae mpango mzuri wa kutupa elimu ya kutosha, na kama alivyosema Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba tuangalie mikataba. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.